majina naitwa John Seka. Mimi ni wakili wa walalamikaji katika shauri la uchaguzi katika jimbo la Kigoma mjini ambalo limekuwa likiendelea kwa siku kadhaa hapa Kigoma, na siku hii ya leo tumekuwa na fursa ya kusikiliza ushahidi wa mashahidi wanne ambao walikuwa ni mashahidi wa mwisho kwa upande wa walalamikaji. Mashahidi hao wametoa ushahidi mahakamani na kueleza mazingira mbalimbali kuhusiana na shauri hili na malalamiko ya walalamikaji. Katika mashahidi hao kulikuwa na mashahidi waliojadili kuhusu matukio ya kampeni, matukio ya rushwa, matukio ya utekaji, lakini pia tulipata ushahidi wa video mbalimbali ambazo mashahidi walitoa zikionyesha matukio hayo yalivyofanyika na kurekodiwa katika mitandao ya kijamii. Baada ya mashahidi kutoa ushahidi wao wa maandishi na kuwasilisha, kama ilivyo jadi ya taratibu za ushahidi wa namna hii wa maandishi, serikali na mawakili wa Baba Levo walipata muda wa kutosha kuhoji na kudodosa kuhusu uhalisia wa ushahidi uliowasilishwa na kuwahoji mashahidi wetu tuliowaleta mahakamani. Baada ya kufanya hayo, mahakama sasa itapata fursa ya kupima ushahidi. Jambo jingine ambalo lilikuwa limejitokeza pia kwa siku ya leo ni kuleta maombi ya walalamikaji ya kuomba shahidi mwingine aongezwe, ambaye kwa minajili ya shauri hili tuliomba shahidi Zito Zuberi Kabwe naye aitwe kama shahidi, kwa kuwa alikuwa ametajwa sana kwenye maswali ya dodoso, lakini pia na kwenye kesi ya msingi. Hata hivyo, mahakama iliona kwamba katika hatua ambayo tumeshafikia hakutakuwa na tija ya kumwongeza shahidi huyu, kwa sababu hatua hiyo tumeshafika mbali na tutakuwa tunapoteza muda wa mahakama, na hao mashahidi walioko ndio ushahidi wao utakaopimwa ili kuweza kujua kama kuna kesi ya msingi ya kusikilizwa. Baada ya hapo, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi kuhusu je, walalamikaji wamewasilisha kesi ya msingi au hawakuweza kuthibitisha ushahidi wao, ili sasa kama kesi mahakama itaona hakuna ushahidi wa kujitosheleza, basi kesi yetu itaishia tarehe 16 mwezi huu wa 7, au mahakama itakapoona kuna kesi ya kujibu, basi kesi hii itaendelea kwa hatua ya kupewa fursa sasa kwa upande wa serikali na Baba Levo kuleta mashahidi wao. Kwa hiyo wote tunatumaini kwamba hapa katikati kabla ya tarehe 14 saa 6 usiku sisi tutaleta na serikali wataleta na Baba Levo wataleta mawasilisho yao ya maandishi, kwa nini tunaamini kesi hii ina mashiko au haina mashiko. Sasa kutokana na yale maelezo ambayo tutakuwa tumeyaeleza, mahakama itapima na kuchuja na kufanya uamuzi wake. Kwa maana ya mashahidi wa leo, tulikuwa tuna shahidi Abdul Nondo ambaye kwa kweli amewasilisha alikuwa na flash disk 2 ambazo alipaswa kuziwasilisha mahakamani, na mahakama imepokea flash disk hizo ikiwa na video zake, na mahakama ilipata fursa ya kuzitazama mahakamani, na baada ya kuzitazama sasa itapima uzito kutokana na maelezo tuliyoyatoa. Lakini yes, ni kweli na ni ukweli mtupu kwamba pia kulikuwa na barua ya onyo ambayo ilikuwa imeandikiwa Chama cha Mapinduzi kuhusu uchanaji wa mabango. Kwa hiyo mahakama iliona kwamba barua hiyo ni nakala, na kwa mujibu wa ushahidi na taratibu za ushahidi, barua hiyo ilipaswa kuwa barua original. Sisi tulisubmit kwamba hakuna namna ambayo tungepata barua original, kwa sababu kwa taratibu zilizopo nyaraka hiyo ya barua tayari ilishakuwa kwenye nyaraka za mahakama na ilileta upande wa pili. Kwa hiyo hatukuona haja ya kuleta nyaraka halisi, kwa kuwa nyaraka
hiyo ilikuwa haibishaniwi, lakini mahakama kwa busara yake imeona kwamba pengine kulikuwa na taratibu za ziada zilizopaswa kufuatwa na hazikufuatwa. Kwa hiyo na sisi tumepokea uamuzi huo katika hatua ya sasa.